Ulizi ya anga dhidi ya mji mkuu wa Iran, Tehran. Marekani yamfukuza raia wa Ethiopia anituhumiwa kuchochea vurugu za kikabila mtandaoni. قلبي في المدينة وجد السكينة قال يا نبينا السلام عليك. Na leo tunamwangazia Yahya Ali kutoka visiwani Zanzibar. Ni miongoni mwa vijana wanaotumia sanaa ya nashid kueneza ujumbe wa maadili mema katika jamii. Ni muktasari wa habari za dunia na Florian Kaijage. Asante Martha. Jeshi la Marekani limesema ndege ya Marekani ya kujaza mafuta angani imeanguka magharibi mwa Iraq. Katika taarifa yake, kamandi kuu ya Marekani ilieleza kuwa tukio hilo halikusababishwa na mashambulizi ya adui wala risasi za kirafiki. Taarifa hiyo haikutaja kama kuna majeruhi au vifo, ingawa imesema juhudi za uokoaji na utafutaji zinaendelea. Ndege ya pili iliyohusika katika hali hiyo ya dharura ilifanikiwa kutoa salama nchini Israel. Wakati huo huo, rais wa Ufaransa Emmanuel Macron amesema askari mmoja wa Ufaransa ameuawa katika shambulio la ndege isiyokuwa na rubani mjini Erbil katika eneo la Kurdistan linalojitawala nchini Iraq. Ameongeza kuwa askari wengine wengi kadhaa wamejeruhiwa. Israel imewaambia watu walioko katika eneo jipya la kusini mwa Lebanon kuondoka mara moja, eneo lenye ukubwa wa takriban mara 2 ya eneo lililowekwa chini ya amri ya kuwataka watu kuhama. Maelezo zaidi na Esther Luambano. Waziri wa ulinzi wa Israeli amelielekeza jeshi kujiandaa kwa operesheni za kina ndani ya Lebanon, huku likipambana na kundi la wanamgambo linaloungwa mkono na Iran la Hezbollah. Mashambulizi ya anga ya Israel yameendelea kuushambulia mji mkuu Beirut, yakiwemo maeneo ya katikati mwa jiji na kampasi ya chuo kikuu ambapo mkurugenzi wa sayansi pamoja na profesa mmoja wameuawa. Mamlaka za Lebanon zinasema tangu kuanza kwa awamu ya hivi karibuni ya mgogoro huo, Israel imewaua zaidi ya watu 600 na kuwafanya watu 800 kuyahama makazi yao. Umoja wa Mataifa umesema zaidi ya raia 200 wamefariki dunia kutokana na mashambulizi ya ndege zisizo na rubani nchini Sudan wiki iliyopita. Mkuu wa haki za binadamu wa Umoja wa Mataifa Volker Turk amesema anaumizwa sana na ongezeko la vifo, huku ndege zenye nguvu zikishambulia maeneo yenye watu wengi zaidi. Volker amehimiza pande zinazokabiliana kuheshimu sheria za kibinadamu za kimataifa ambazo zinakataa mashambulizi dhidi ya raia na miundombinu ya kiraia. Wakati huo jeshi la Sudani na wanamgambo wa RSF wamekuwa katika mzozo wa madaraka kwa takriban miaka 3 sasa, ambao umewaua maelfu ya watu na kusababisha mamilioni kuyahama makazi yao. Shirika la anga za juu la Marekani NASA linasema safari ya kwanza ya anga yenye wanaanga kuelekea mwezini katika kipindi cha zaidi ya miaka 50 inaweza kurushwa mapema mwanzoni mwa mwezi Aprili. Safari ya Artemis 2 inatarajiwa kuwapeleka wanaanga 4 kuzunguka mwezi, ingawa watatua juu ya uso wa mwezi. Awali ilipangwa kurushwa mwezi uliopita, lakini ilicheleweshwa kutokana na matatizo ya kiufundi. NASA imesema marekebisho yaliyofanywa yamerudisha mpango huo katika mkondo wake. Inatarajiwa safari hiyo ya siku 10 itafungua njia kwa wanaanga wa Marekani kutoa na kukanyaga mwezini katika kipindi cha miaka 2 ijayo. Hii ni BBC. Muktasari wa habari za dunia umewasilishwa kwako na Florian Kaijage. Unasikiliza Amka na BBC kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Matangazo haya yanasikika kupitia Radio 1 nchini Tanzania, Voice of Busoga nchini Uganda, Must FM Kenya na Radio Muungano Beni katika Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Pia unaweza kusikiliza matangazo haya kwenye mtandao wetu bbcswahili.com ama kwenye ukurasa wetu wa Facebook BBC Swahili. Mimi ni Martha Saranga. Israel inasema imeanzisha wimbi jipya la mashambulizi ya anga dhidi ya mji mkuu wa Iran, Tehran. Hatua hiyo ilifanyika saa chache baada ya kusema ilikuwa imelishambulia eneo linalohusishwa na uzalishaji wa silaha za nyuklia. Iran imekuwa ikisema mara kwa mara kwamba mpango wake wa nyuklia ni kwa madhumuni ya amani pekee. Esther Luambano anaarifu zaidi. Shambulio hilo jipya lilitokea wakati waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu alipokuwa anafanya mkutano na waandishi wa habari kwa mara ya kwanza tangu vita vilipoanza.
Israel inazidisha mashambulizi makali dhidi ya Iran na vikosi vyake na kuongeza kwamba inaunda mazingira ya mabadiliko ya serikali huko Iran. Tunapigania jeshi la mapinduzi kwa kishindo, si tu mitaani bali pia kwenye vituo vya ukaguzi, na bado kazi zaidi bado haijafanywa. Nawaambia wananchi wa Irani, wakati wa kuanza njia mpya ya uhuru unakaribia. Tuko pamoja nanyi, tutawasaidia, lakini mwishowe inategemea ninyi na yote yapo mikononi mwenu. Wakati huo Rais Donald Trump amesema vita dhidi ya Iran inaendelea kwa kasi sana. Israel imewaagiza watu walioko sehemu mpya kusini mwa Lebanon kuondoka mara moja na karibu kuzidisha mara 2 eneo lililoko chini ya agizo la uhamisho mkubwa. Waziri wa ulinzi wa Israel amewaagiza wanajeshi kujiandaa kwa operation za kina ndani ya Lebanon wakati wanapokabiliana na kundi la silaha linalounga mkono Iran, Hezbollah. Mashambulizi ya anga ya Israel yanaendelea kupiga mji mkuu Beirut, ikiwa ni pamoja na katikati ya mji na chuo kikuu, na kumuua mkurugenzi wa sayansi na profesa mmoja. Mamlaka za Lebanon zinasema Israel imewaua zaidi ya watu 600 na kuwahamisha watu 800 tangu mzozo wa hivi karibuni kuanza. Ni Esther Luambano. Mamlaka za uhamiaji nchini Marekani zimesema zimemfukuza nchini humo raia wa Ethiopia anayeshutumiwa kuchochea vurugu za kikabila mtandaoni na kudai kuwa na uhusiano na kundi la wanamgambo nchini Ethiopia. Maafisa uhamiaji pamoja na waforodha ICE wanasema mwanaume huyu aliyetambuliwa kama Solomon Bogale alirejeshwa Ethiopia Machi 5 mwaka huu baada ya maafisa uhamiaji mjini Phoenix kubaini kuwa hakustahili kupata hadhi ya uhamiaji. Florian Kaijaga na maelezo zaidi. Kulingana na taarifa hiyo, wachunguzi walibaini akaunti kadhaa za mitandao ya kijamii ambako Bogale anadaiwa kujitambulisha kama mwanachama wa Fano, kundi la wanamgambo wa Amhara linalofanya shughuli zake katika baadhi ya maeneo ya Ethiopia. ICE imesema machapisho hayo yalijumuisha wito wa kuwatesa watu wa kabila la Tigray pamoja na kauli zinazohamasisha vurugu na kampeni za kusafisha dhidi yao. Mamlaka hazikutoa maelezo kuhusu muda ambao Bogale ameishi Marekani, ingawa zimesema kesi hiyo ni sehemu ya juhudi za kina kuwabaini watu wanaoshukiwa kuhusika na ukiukwaji wa haki za binadamu nje ya nchi zao. Uchunguzi uliofanywa awali na wanahabari na makundi ya kiraia pia uliangazia shughuli za mitandao ya kijamii zinazohusishwa na Bogale. Ripoti ya mwaka 2022 ya The Bureau of Investigative Journalism imesema akaunti ya Facebook yenye jina la Solomon Bogale ilikuwa na zaidi ya wafuasi 86,000. Akaunti yenye jina hilo hilo kwa sasa ina zaidi ya wafuasi 115,000 kwenye mtandao wa kijamii wa TikTok. Mamlaka za uhamiaji nchini Marekani zimeanza kuchunguza kwa makini zaidi shughuli za wahamiaji kwenye mitandao ya kijamii wakati wa kupitia maombi ya visa ama hifadhi na vibali vya ukaazi. Wizara ya usalama wa ndani ya nchi imesema machapisho yanayoonekana kuunga mkono vurugu, makundi yenye misimamo mikali au ukiukwaji wa haki za binadamu yanaweza kutumika kama ushahidi katika taratibu za uhamiaji na yanaweza kusababisha kukataliwa kwa visa, kuwekwa kizuizini au kufukuzwa nchini humo. Ni taarifa yake Florian Kaijage. Shirikisho la kandanda duniani FIFA sasa linalazimika kupima chaguo mbalimbali kufuatia viashiria kutoka Iran kwamba huenda ikajiondoa kwenye kombe la dunia litakalofanyika kwa pamoja nchini Marekani, Canada na Mexico. Ripoti zinaeleza kuwa Iran ina wasiwasi kuhusu kushiriki kwenye mashindano ambayo sehemu yake yanaandaliwa nchini Marekani, hali inayoweza kuifanya FIFA kuanza kufikiria timu mbadala iwapo hali hiyo itathibitishwa. Rais wa Marekani Donald Trump amesema jana kuwa Iran wanakaribishwa, lakini haitafaa wao kuingia Marekani kwa kuzingatia maisha na usalama wao. Sasa ili kutusaidia kuelewa athari za suala hili kwa soka la dunia na mchakato wa mashindano hayo, nimezungumza na mwanahabari mkongwe wa michezo na mchambuzi wa soka Bernard Otieno. Nimemuuliza FIFA ina chaguo gani wapo Iran itaamua rasmi kujiondoa kwenye kombe la dunia. Kunazo adhabu ambazo zitaikabili Iran. Lazima tukumbuke kwamba kanuni za FIFA zinasema kwamba FIFA wana ile nguvu ya kufanya watakavyo ikiwa timu itajiondoa kwenye kombe la dunia. Katika ile article 6 ya FIFA inasema kwamba wao ndio wana ile nguvu ya kipekee ya kufanya vile watakavyo, kutafuta timu nyingine au kuhusisha timu nyingine katika kombe la dunia. Kwa hivyo wanaweza kuamua vile watakavyofanya. Wanaweza kuamua waachilie nje, watafute timu nyingine na watafute kama ni Asia kule au watafute nyingine hata Europe
FIFA au watafute nyingine kokote kule na waje wawabandike pale. Uamuzi huu wa Iran unaweza kuweka taswira gani kwa mustakabali wa soka duniani, hasa kwenye mataifa yenye migogoro ya kidiplomasia? Unajua, taswira kama hiyo itafanya diplomasia ya kitaifa inadhoofika. Wakati ambapo timu inajiondoa, ni kuonyesha kwamba hata ile ambayo tunaita soft diplomacy, ile diplomasia nyororo ile kidogo ambayo michezo inatupatia kutumia, hata hiyo pia imekataliwa. Kwa sababu kwa kawaida unapata kwamba ukiwa na uhasama wowote, unapata timu ya upande ule na upande huo wanakutana katika michezo kupimana nguvu katika uwanja.